achukue aliheshimu kuliko mawazo au mitazamo ya wanadamu. Halo? Yaani neno la Mungu liwe lina nguvu kuliko mitazamo ya watu, mitazamo ya wanadamu. Haleluya. Leo tunaendelea hatua ya 3 ambayo mtu unapaswa kuichukua katika kulifanya neno la Mungu kuwa kiongozi wa maisha yako. Hatua ya 3 nasema submit personal decision to God. Kuyaweka maamuzi yako yote chini ya neno la Mungu. Kuyaweka maamuzi binafsi chini ya neno la Mungu, au kutiisha maamuzi binafsi chini ya neno la Mungu. Hiyo ni hatua ya 3. Amen. Nasoma Mithali sura ya 3 mstari wa 5 na wa 6. Mithali sura ya 3 mstari wa 5 na wa 6. Biblia inasema, Mithali sura ya 3 mstari wa 5 na wa 6. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote umkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yako. Hatua ya 3 ya mtu kulifanya neno la Mungu kuwa mamlaka ya mwisho kwenye maisha yake ni pale ambapo atayatiisha maamuzi yake chini ya neno la Mungu. Tumaini Bwana kwa moyo wako wote. Wanafunzi wa Yesu mwenye neno la Mungu anamtumaini Bwana kwa moyo wake wote. Tafsiri yake ni kwamba mawazo yake, maamuzi yake anayatiisha chini ya neno la Mungu. Kwa hiyo hawezi kuamua au hawezi kuendeshwa nje ya kweli ya neno la Mungu. Hata kama anapitia changamoto zinazoonyesha vyovyote zitakavyoonyesha, lakini hata ataliweka tumaini lake kwa Mungu kupitia neno la Mungu. Napopata neno la Mungu, tumaini lake linawekwa huko, linajengwa huko. Tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Akili tunazihitaji sana, kwa sababu akili tumepewa ili zitusaidie kutafsiri mazingira haya ya mwilini. Kwa tunahitaji, ndio maana tunaenda shule, tunaenda kusoma akili, sayansi, biology, jiografia. Hii yote ni ili kuielewa hii dunia ya mwilini ambayo wanadamu naishi. Haleluya. Kwa hiyo akili tunazihitaji, lakini Biblia inasema sasa katika ufalme wa Mungu hatupaswi kuzitegemea akili. Halo? Mtumaini Bwana kwa moyo wako, wala usizitegemee akili zako. Sije nikaenda nayo, nafikiri sina kilo hizo. Haleluya. Hapa nimefanyaje? Nimeegemea kwa mujibu anachofundisha hapa. Yaani uzito wangu wote, kusimama kwangu hapa kunategemea nini? Uimara wa hii. Amen? Na maana hii ikiwa tu ikilegea kidogo, ikiwa dhaifu, hii ikianguka na mimi nafanyaje? Haleluya. Nakupa mfano wa kufanyaje? Kutegemea. Au unapoenda unajitupa kwenye sofa tu, au ulivyokuja ukakaa tu kwenye kiti. Yaani hapo umetegemea kiti hicho, uimara wa hicho kiti.
vinginevyo unafanyaje? Kwa hiyo mwanafunzi wa Yesu hana anachotegemea, hana anachokitumaini, yani matumaini yake, utegemezi wake ni neno, ni Mungu kupitia neno lake. Hata niseme hivyo. Halo, hapo nimeeleweka zaidi? Yani anamtegemea Mungu, lakini sio tu kumtegemea Mungu kwa hewa kama ambavyo watu wengine tunamtegemea Bwana. Namwamini tu Mungu. Unajua Mungu ni waote. Mungu unajua ni waote mpendwa. Mungu hana ubaguzi. Mungu tu hana upendeleo. Mungu hana ubaguzi. Mimi namtegemea tu Mungu ya hewani tu ambayo haina neno la Mungu. Hiyo sio. Haleluya. Ni lazima utegemezi wake uwe unapitia kwenye neno la nani? Yaani Mungu tunamtegemea kupitia nini? Neno lake. Bila neno la Mungu, hiyo ndio inaitwa tu kuishi kwa matumaini. Bwana asifiwe sana. Lolote linaweza likafanyaje? Kwamba ikiwa sawa, isipokuwa pia sawa. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mstari wa 6, katika njia zako zote, katika njia zako zote mkiri yeye. In all trust in and rely. Sasa Kiingereza hichi nilikuwa niende kwa wazungu pia, kuna wazungu wanatufuatilia. Trust in and rely confidently on the Lord with all your heart. Confidently on the Lord. Confidently. Yani confident manake yani kumwamini. Ujasiri. Haleluya. Confidently in the Lord. John aliyopokea neema ya to be confident in the Lord. Kuwa na ujasiri kwa Bwana, kwa kumtegemea Bwana. Pokea neema hiyo. Confidently in the Lord. Haleluya. Anasema with all your heart, kwa moyo wako wote. Kama amesema itafanyaje? Itakuwa. As long as na mimi nimefanya wajibu wangu, nimefanya sehemu yangu. Halo, kwanza nimeamini, amina. Pili, nimechukua hatua, nimetenda kanuni. Kwa hiyo aliyesema yeye ni nani? Ni mwaminifu. Kwa sababu ni mwaminifu, haijalishi ninaona dalili au sizioni dalili, kwa uaminifu wake itakuwa. Kwa neno katika jina la Yesu. Confidently in the Lord. Tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemea akili zako mwenyewe. Sasa ngoja hapa nisome Kiingereza. Usizitegemea akili zako mwenyewe. Nisome Kizungu. And do not rely on your own insight or understanding. Sikiliza. Hapa sema usizitegemea akili zako mwenyewe. Kiingereza kimenisaidia zaidi kuelewa. Do not rely on your own insight. Insight ni mtazamo wako. Wala usitegemee mtazamo. Maona sasa Kiingereza kimeenda kina, lakini Kiswahili kinasema usizitegemee tu nini? Akili. Of course akili ni mawazo, ndio hiyo, ni mtazamo wako. Usitegemee. Kuna watu wanaamini mitazamo yao. Halo, kuna watu hata kama atasoma Biblia, atasikia maandiko, atafanya neno, lakini mwisho wa siku ataenda kufanya sawasawa na nini? Na mitazamo yake. Bwana akuepushe na hiyo. Huko sio kumtegemea nani? Bwana. Kwa mwanafunzi wa Yesu ambaye anaongozwa na neno la Mungu, haleluya, anamtumaini Bwana kwa moyo wake wote, wala hategemei mitazamo yake wala mawazo ya watu. Kwa sababu pale juu tuliongea pia people opinion, si ndio? No. Ukiweza kwenda hivyo, utaanza kuona Mungu, utaanza kuona miracles kwenye maisha yako. Mungu, kwa sababu God is faithful. Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Biblia inasema anasema wote wamwendeao, nafikiri kwenye Yakobo, ni lazima waamini ya kwamba yeye yupo
na tena huwapa thawabu wale wanaomwendea. Haleluya. Utaanza kuona. Kwa hiyo don't rely on your own insight or understanding au ufahamu wako tu. Unaambiwa hii inakuwa hivi, ufahamu wako sasa, mimi nafahamu hivi. Neno la Mungu inasema fanya hivi, ufahamu wako akwambia mimi nafahamu hivi. Bwana akuepushe na fahamu na insight na mitazamo inayokinzana na neno la Mungu. Haleluya. Mitazamo inazuia watu kuona Mungu. Mitazamo, insight inazuia watu kuona Mungu kwenye maisha yao. Inazuia watu. Haleluya. Ndiyo maana ukisikia Biblia inasema kitu ngome, tuangushe ngome. Na kila elimu inayojiinua kinyume na elimu ya nani? Ngome. Ndani ya neno ngome mle kuna mitazamo. Kuna ufahamu, yani vile mtu anavyofahamu ambavyo hata sio kweli sawa na neno la Mungu. Hizo zote ni nini? Ni ngome. Ndio maana ngome hazikemewi. Haleluya. Kwa sababu ngome ziko kwenye nini? Kwenye mawazo. Huwezi kemea mawazo, huwezi kemea mtazamo wa mtu. Na kemea mtazamo. Na mtazamo unabadilishwa na nini? Na mtazamo. Jipigie makofi. Mtazamo unabadilishwa na mtazamo. Kwa ngome inaangushwa na nini? Na ngome inaangushwa na maarifa. Tegemea mtazamo wako mwenyewe. Sasa ingine Biblia inasema ajitengae na wenzie ataka matakwa yake mwenyewe. Kuna watu wengine yani yeye mkija hata mmekubaliana vile lazima aibuke kivyake tu. Hizo ni roho, tutaziona mbele. Hizo nazo ni roho. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo anasema in all your ways know and acknowledge and recognize him. Sasa hapa anasema kwenye Kiswahili chetu anasema katika njia zako zote umkiri yeye. Haleluya. Kiswahili kinasema umkiri yeye. Kukiri maana yake ni confess, kusema kwa kinywa chako, lakini hasa tafsiri yake sio tu kusema kwa mdomo. In all your ways know, katika njia zako zote tambua, yani mtambue yeye. Kiswahili kinasema umkiri yeye, lakini ile neno kukiri maana yake umtambue katika njia zako zote, mtambue yeye. Know him. Kwa maana nyingine, mwanafunzi mwenye neno la Mungu anamtambua Mungu katika njia zake zote. Ana recognize. Kutambua sio kusema huyu ni Mungu. Yeah, of course. Ni kujua huyu ni nani? Huyu ni Mungu. Anamtambua Mungu. Anamuona Mungu katika njia zake zote. Ndio Biblia inasema umkiri yeye. Acknowledge him. Baba nikushukuru, kama sio wewe, ni wewe Bwana. Na sio tu ya mdomo. Ndio maana jioni leo nakuombea. Paulo aliwahi kusema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Haleluya. Mpate kuona, mpate kutambua Mungu aliyefunikwa kwa mtu hawezi kumsaidia mtu. Mungu asiyetambulika hana msaada. Haleluya. Unawasema kwa Mungu asiyejulikana. Pokea neema ya kumtambua Mungu katika njia zako zote. Kumjua maana yake to know him, to see him. Haleluya. Katika njia zako zote umkiri, umtambue, recognize, know him, acknowledge him, and he will make your path straight and smooth. Na atanyosha mapito yako. Sasa Kiswahili inasema atanyosha mapito yako. Maana yake utapita. Haleluya. Kiingereza kinasema he will make your paths straight. Sasa mapito huwa yana nini? Haleluya. Ni kama njia za mitaani zile. Hakuna changamoto kubwa kama unaenda mahali alafu unapita kwenye mapito, lakini huna uhakika, unajua unakoenda ila hujui upitie wapi. Alafu njia ina nini? Sema mtu anakuelekeza, anataka kuja kwako nani? Pita hapa, anasema sasa njoo mpaka kwa Kibamvula.
kwa kibamvula, hiyo ni mapito. Kushuka chini kabla hujafika kuna njia mbili. Moja ya kulia, tembea kidogo, afu hapo hata tutakuta roundabout, afu ziko 4, fuata ya kusini. Afu ya kusini ukifika mbele kidogo utakuta kuna mteremko. Baada ya mteremko tembea, alafu usigeuke kule. Ukifika mbele sasa utakuta ziko 6. Utafuta ya kushoto, afu kata kulia. Mapito, mwambie jana mapito. Kupotea ni nini? Ni rahisi. Bila Mungu, kumtambua Mungu ndani ya moyo wako, kumjua Mungu, kuliko recognize Mungu, kufika mtu anakotaka kufika ni safari nzito. Pokea neema ya kutambua Mungu katika jina la Yesu. Katika njia zako zote umkiri yeye, naye atayafanya mapito yako yanyoke, atanyoosha mapito. Haleluya. Nasema you will make your path straight and smooth. Yaliyonyooka na yanayopitika kirahisi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mtumaini Bwana. Amen. Huyu ni mwanafunzi wa Yesu. Kwa mwanafunzi yoyote wa Yesu anamtumaini Mungu. Bwana asifiwe, kwa moyo wake wote. Hatua ya 4 anasema allow scripture to correct you. Hatua ya 4 ya kuliruhusu neno la Mungu litawale maisha yako ni kuruhusu andiko kukusahihisha au kujisahihisha kupitia maandiko. Bwana asifiwe sana. Huyu ndo mwanafunzi wa Yesu. Hasubiri mtu amweke mtu mwingine aje amsimamie amwambie unajua tabia. Kabla hata watu hawajafika, anapokuwa anasoma Biblia, anapokuwa anasoma maandiko, anakuwa anakagua maisha yake. Kwa hiyo anaruhusu andiko limsahihishe. Huyu ndo mwanafunzi wa Yesu. Mfano, Biblia inasema, Yesu akasema kabla mtu hajatoa sadaka yake, anasema kabla hujatoa sadaka, nenda kwanza kapatane na nani? Na mshtaki wako, asije akakupeleka mahakamani ukafungwa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Maana tunafundishwa reconciliation, kutafuta amani na watu wote, kusahihisha makosa. Hilo ni andiko. Sasa unailikuta andiko liko vile, huwezi. Mwanafunzi wa Yesu hamute akakauka tu wakati alafu au ndo akaanza sasa kuomba, Baba naomba mwongozo wako hili jambo niende nalo. Umeshaambiwa, andiko limekwisha fanyaje? Limekwisha sema. Mungu hawezi sema kitu kingine nje ya nini? Ya ambacho tayari kimeandikwa. Pokea neema katika jina la Yesu. Correct yourself through scripture. Ndio maana watu wengi anapoteza muda sasa, Baba niko, mwingine anakimbilia kusema ngoja nifunge sio niombe. Usiombe kitu ambacho tayari kiko wazi. Usimuulize Mungu swali ambalo tayari maandiko yanafanyaje? Yamejibu. Unachopaswa ni kurekebika sawasawa na kilichoandikwa. Maana yake nyingine, andiko ndio liwe kama kioo. Maandiko au neno la Mungu ndio liwe nini? Kioo. Na ndivyo lilivyo. Ukianza kulisoma tu, mojawapo ya sifa ya Biblia au neno la Mungu li hai. Ni tofauti na vitabu vingine, kwa sababu vitabu vingine vinaweza kuelezea mambo ya watu wengine. Ni Biblia peke yake ndio inaongeaga leo na kesho ya anayeisoma. Imo mle. Kwa hiyo unajikuta wewe wakati unategemea labda likupe kwa ajili ya taarifa ya mwingine, linaanza na wewe. Ndio maana linaitwa ni upanga ukatao kuwili. Kwa hiyo mwanafunzi anaruhusu, na lazima uliruhusu, limkate. Maana yake wengine limcorrect. Pokea neema katika jina la Yesu. Ndio mwanafunzi. Bwana asifiwe sana. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 na andiko linalohusiana na hii point. Waebrania, Hebrews chapter 4 verse 12. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wowote ukatao kuwili,
Tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu hilo. Haleluya. Amen. Amen. Anasema li hai. Amen. Li hai. Kwa hiyo wewe ukiliruhusu, kwa maana kabla hujaanza kulisoma mwambie Baba, naomba neno lako linihudumie. Sababu tusitaki kwenda kwenye mafunuo, kwa sababu pia tunajua neno ni nani, si ndio? Sitaki kwenda kwenye mafunuo. Nataka tukae hapa kwenye point yangu. Li hai. Hakuna kitabu chochote chenye maneno yaliyo hai zaidi ya Biblia. Bwana asifiwe sana. Anasema tena lina nguvu. Lina nini? Ukiwa umedhoofika, umechoka, unahitaji neno la Mungu, itakutia nguvu. Haleluya. Tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Lina nini? Lina makali. It is sharp. Linakata. Lina uwezo wa kutenganisha. Anasema tena inachoma hata kuzigawanya nafsi na roho. Nafsi na roho. Neno la Mungu lina uwezo wa kukufanya wewe uyajue mapenzi ya Mungu. Haleluya. Linagawanya nafsi na roho. Haleluya. Ukiwa na neno la Mungu huwezi kuchanganyikiwa wala huwezi kuchanganya mambo. Sema hivi, hapa ni Mungu, hapa ni mimi, hapa ni nini, hapa. Lina uwezo wa kugawanya nafsi na roho. Yaani ukiwa na neno la Mungu utajijua tu, hapa ni mimi. Yaani huyu anayeamua hivi sasa hivi ni nani? Huyu ni mimi. Yaani utapata shida kwamba Baba, naomba nisaidie kuyajua mapenzi yako. Ukiwa na neno la Mungu always utakuwa unayajua tu mapenzi ya Mungu. Kwa sababu Roho wa Mungu atakuwepo, maana neno lilipo yeye yupo kwa ajili ya kukukumbusha, kufundisha na kulifuna neno la nani? La Mungu. Kwa hiyo always utajua tu, hapa ni mimi. Huu msimamo sio wa Mungu. Haya maamuzi ni ya kwangu. Haleluya. Lije pesi, linachoma lakini lije pesi kupambanua nafsi na nini? Na roho. Ngapo naelewa kitu chako? Haleluya. Alafu anasema kimbia wapi tena? Halo? Nikusaidie kuelewa haya maandiko, maana tena la choma hata kuzigawanya nafsi na nini? Na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Na viungo, body parts, na mafuta yaliyomo ndani yake. Neno la Mungu, viungo na mafuta yaliyoko ndani yake. Sasa tunajua pia kanisa ni mwili wa Kristo, si ndio? Biblia inasema sisi tu viungo. Amen. Yesu ndiyo kichwa, si ndio, cha kanisa. Neno la Mungu lina uwezo wa kutenga mafuta na viungo. Yaani linafaa hata katika afya ya jamii ya Mungu, kwenye viungo, kufanya watu wa function vizuri. Amen. Kuondoa ukame mahali palipo na ukakasi, misuguano. Najua viungo kama viungo vinahitaji mafuta vilainike, si ndio? Mafuta mahali popote ambapo vitu vimeungwa pamoja, aidha ndoa, mahusiano, ndani ya kanisa. Ndio maana wanasema neno la Mungu linapaswa liwepo kote, kwa sababu pia tumeambiwa hapa ni kama mafuta, linalainisha. Haleluya. Hakuna roho inaweza ikasurvive ule ukame ukasurvive kwenye neno la nani? La Mungu, kwa sababu linakuja kama mafuta. Kwa lazima tu litalainisha. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu mgumu tu, yuko tu mgumu, huyo hana neno la nani? Hajakutana na neno la Mungu. Kutana na neno la Mungu litamsaga tikitiki, litatenga mafuta na viungo. Bwana asifiwe sana. Litalainisha. Amen. Ndio maana tunahitaji neno la Mungu. Pokea neema katika jina la Yesu. Anasema lije pesi
kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu likiwa ndani yako kwa wingi lina uwezo kumsaidia huyu mwanafunzi Yesu akatambua mawazo na makusudi ya nini? Ya moyo. Alafu ngoja nikwambie, sio moyo wa mtu mwingine, hata moyo wako wewe. Unajua mmoja wapo Biblia inasema kiungo ambacho kinaongoza kwa kuwa tricky ni moyo wa mtu. Halo? Biblia inasema moyo wa mtu ni nini? Ni mdanganyifu, tena una ugonjwa wa kufisha. Mweze jana, kwa mara ngapi uliingizwa mkenge na moyo wako? Mawazo yako. Uliona kila kitu, ni hapa ikiwa hivi, ni hapa napiga. Hapa. Bwana Yesu, wewe subiri tu kwanza. Niache kwanza hii nikazungushe. Ikija ile mtu wa sita si ndo nitalipwa mimi? Basi tunamalizana na wewe kia kitu. Ya kuingia mara inafika ule watano uje ulipo wewe. Kinachotokea ulijua mwenyewe. Haleluya. Siku hiyo ulikuja tu unalia, tukasema ni upako umeshuka kwenye ibada, kumbe hamna, ushaingizwa mkenge na moyo wako. Moyo wa mtu ni mdanganyifu, tena una ugonjwa wa nini? Wa kufisha. Ni nani anayeweza kuujua? Haleluya. Neno la Mungu linaweza kumsaidia mtu kutambua mawazo yaliyo kwenye nini? Kwenye moyo, ikiwemo moyo wako. Pokea neema kupenda neno la Mungu kwa jina la Yesu. Moyo unakuwa open mbele ya neno la Mungu. Watu wengi wamelizwa na mioyo. Sitaki kwenda kwenye mahusiano, huko ndo kabisa. Sikia baba, yani moyo shida. Sasa ni kweli ukakuta mtu amesha kamatika. Hatari hali hapo, ukikutana hiyo kesi. Ni kweli kabisa baba, haya unayoongea naelewa na nayaona kabisa, lakini sasa moyo umeshadondoka. Roho Mtakatifu anakuambia mwanangu, hilo bomu. Nasema baba ninakusikia, lakini sasa baba, ikiwezekana unaanza kulifanya kama Yesu. Ikiwezekana baba, basi badilisha kikombe. Kikombe ipi kipi? Hilo bomu. Ni kuchukua hatua. Sasa hakuna kazi ngumu kama kumshauri mtu anayekaribia kutapeliwa. Anayekaribia kwenda kutapeliwa, atatoroka, ataruka hata ukuta. Moyo wake unamwambia hilo ni dili, usiwaambie wengine, kimbia kwanza peke yako. Na hawaagagi. Kwambia tu nilikuwa sasa, akishapigwa ndo baadaye unakuta mtu kaja kama mpole. Vipi unauma? Acha sasa wanaume. Basi fika tu analala. Vipi? Leo tu nilikuwa na siku kaishapigwa, moyo kumbe angemuuliza hata mke wake, angemwambia hiyo hapo sikia, hebu ngoja kwanza. Angemsaidia, maana wanawake wamesaidiwa, mioyo yao kidogo huwa iko hai. Mungu amewapa mlango wa 6 wafahamu. Wana uwezo wa kusensi hatari wanawake by nature. Hebu ngoja kwanza. Unaenda na nani? Anaenda na Maulidi. Hebu ngoja. Wewe Maulidi, hebu ngoja kwanza. Hebu uliza kwanza hichi na hichi. Lakini moyo ukishamshika mtu unakuaga mdanganyifu. Haleluya. Una ugonjwa wa nini? Wa kufisha. Na Biblia inasema linda sana moyo wako. Unalindaje moyo? Kwa neno la Mungu. Ndio maana Daudi akasema ili niwe salama moyoni mwangu. Zaburi ya 119. Hiyo Zaburi ya 119 ndio inaeleza neno la Mungu kwa kirefu. Hiyo kasome yote. Wala tafute mstari. Zaburi ya 119 kasome yote. Daudi anaeleza ushirika wake na neno la Mungu. Nimeliweka moyoni mwako neno lako ili nisikutende dhambi. Kiboko ya dhambi au ya uasi wa Mungu ni neno la nani? La Mungu. Lenyewe ndio lina nguvu ya kudhibiti moyo wa mtu. Bwana asifiwe sana. Yaani ni vitu viwili, neno la Mungu ndani ya moyo, na kingine chenye nguvu ya kushika moyo wa mtu ni hazina. Haleluya. Sasa hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Kwa ukitaka moyo wako uwe salama, hakikisha una sehemu fulani ya hazina yako iko madhabahuni. Piga makofi. Ukipeleka kwingine, hiyo ndio itakayo kuondoa hiyo huko ambako ipo. Sehemu kubwa inaenda ndiko ambako kutautoa moyo, kutauvuta moyo wako. Haleluya. Sasa na muda mchache, ngoja ni Bwana asifiwe sana.
ruhusu. Nimemaliza. Kwa hiyo anasema yes, kwa hiyo anasema mawazo na makusudi ya nini? Ya moyo. Lijepesi kuyatambua. Mawazo na makusudi ya moyo. Mawazo na makusudi ya moyo. Mstari wa 12. Hii ni hatari. Mstari wa 13 huu unaongeza, wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake. Hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele ya neno la Mungu. Sio mbele za Mungu. Kila kitu kiko open mbele ya neno la nani? Kiwango chako cha ushika neno la Mungu kianze upya kupanda katika jina la Yesu. Kila kitu kiko wazi. Amen. Hatua ya 5, haraka. Hatua ya 5. Kwa hiyo imeielewa, ruhusu andiko likusaishe, si ndio? Hatua ya 5 katika kuruhusu neno la Mungu liongoze maisha yako, anasema build your life around truth. Jenga maisha yako kuzunguka kweli ya Mungu. Build your life around truth. Jenga maisha yako. Mwanafunzi anayeongozwa na neno la Mungu amejenga maisha yake kuzungukwa na kweli ya Mungu, au kuzunguka truth, kweli ya Mungu, ambayo ndio neno la Mungu. Kuzunguka kweli, mabano neno la Mungu. Jenga maisha yako around, kuzunguka neno la Mungu. Yohana sura ya 17 mstari wa 17. Yohana sura ya 17 mstari wa 17. Yohana 17:17. Neno la Mungu linasema uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndiyo kweli. Uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndiyo kweli. Sanctify them in the truth. Sasa Kiingereza kinasema Amplified Bible anasema sanctify them in the truth. Sikilize. Uwatakase na ile kweli. Neno lako ndiyo kweli. Sasa ngoja nikupe tafsiri ya neno kutakasa. Watu wengi hawajui kutakasa. Wanafikiri kutakasa ni kuoshwa, si ndio? Nafikiri kuosha ni kusafisha. Kutakasa, tafsiri ya kutakasa ni kutengwa. Halo? Kilichotakaswa ni kile kilichotengwa. Kwa hiyo uwatakase kwa ile na ile kweli. Maana yake neno la Mungu ndilo linalo tutakasa, au linalo tufanya tutofautishwe, linalo tufanya tuwe watofauti na watu wengine, tutengwe na watu wengine, au tutakaswe. Aliyetakaswa ni aliyetengwa kwa ajili ya matumizi maalum. Ulipookolewa na sasa upo kwenye hatua ya kufanyika mwanafunzi wa Yesu. Hii yote ni process ya nini? Ya kutengwa au kutakaswa, ili ufae kwa matumizi ya Mungu na ufalme wake duniani. Halo? So ni neno la Mungu ambalo utaliruhusu, utalisikia na kuliruhusu kwenye maisha yako, ndilo litakalo kutenga, ndilo litakalo kutakasa. Kiingereza anasema, sasa kuna watu wanaswaga anatumia damu ya Yesu kujitakasa. Acha kuanzia leo hiyo kitu, hakuna hiyo kitu. Halo? Damu ya Yesu ina shughuli yake ingine. Amen. Sio kututa. Na watu wengi wakisema kutakasa wanamaanisha kufanyaje? Kuosha. Kama unavyofua nguo au kama unavyoenda kufanyaje? Kuoga. Kutakaswa ni kuwekwa nini? Kiingereza anasema hivi,
Sanctify them. Yesu alikuwa na haya maombi, ni Yesu alikuwa anatuombea sisi kabla hajafanyaje, hajapaa. Niangalie mimi, hilo ni gari mnalijua tuliko linapaki. Amen. Anasema sanctify them in the truth, watakase na ile kweli, watenge na ile kweli. Yaani maana yake ile kweli yako ijae ndani yao, watengwe na ile nini? Kweli. Kwa hiyo bila kweli ya Mungu, wewe na watu wengine mko sawa mbele za Mungu na mbele za mashetani. Halo? Kwa mbele za mashetani, asiyejua kweli ya Mungu, amina, ni sawa tu na mpagani asiyeamini kabisa. Yaani kama wewe hujui kweli ya Mungu, mbele za mashetani na mbele za Mungu nakuwa tu sawa. Ngoja nitumie ufande mbele za mashetani, sababu angalau mbele za Mungu wewe ni mwana wa Mungu, umeokolewa. Haleluya. Lakini mbele za mashetani wanakuona tu sawa, kwa sababu hujatengwa, hujatakaswa kama wale hawajazaliwa kabisa, hawana hata ushirika na Mungu, hawajaokolewa kabisa, hawako hata kwenye orodha ya wana wa Mungu. Ila wewe umo kwenye orodha ya wana wa Mungu, ila sasa haujatakaswa na ile nini? Kweli. Bado huijui kweli. Sanctify them in the truth. Tafsiri yake set them apart for your purpose. Waweke, watenge kwa ajili ya makusudi yako. Watakase, maana yake watenge kwa ajili ya makusudi yako. Kwa kutumia nini? Kweli yako. Mwanafunzi wa Yesu ametengwa kwa ajili ya makusudi ya nani? Ya Mungu. Amina. And make them holy. Na uwatakase, uwafanye watakatifu, si ndio? Afu neno lako ndiyo kweli. Neno la Mungu ndiyo kweli. Haleluya. Neno la Mungu ndiyo kweli. Kwa hiyo jenga maisha yako kuzunguka kweli ya nani? Ya Mungu. Nimemaliza action number 1. Hapa nilikuwa naelezea kitendo cha kimkakati ambapo kilikuwa ni kulipokea neno la Mungu kama mamlaka ya maisha yako. Hizi zingine zilikuwa ni hatua. Amen. Hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua ya tatu, hatua ya 4 na hatua ya 5. Na kwenda kitendo cha pili. Mwanafunzi, leo unaanza kitendo cha pili. Action, strategic action 2, kitendo cha pili. Katika safari yako ya kuliruhusu neno la Mungu kuwa mamlaka kwenye maisha yako. Hatua ya pili. A disciple, anasema develop a daily word feeding system. Tengeneza, hii ni action namba 2. Tengeneza mfumo wa kujilisha neno la Mungu kila siku. Tengeneza mfumo wa kujilisha neno la Mungu kila siku. Mwanafunzi asiyekula kiroho anakuwa dhaifu kiroho. Tengeneza mfumo wa kujilisha neno la Mungu kila siku, kwa sababu mwanafunzi asiyekula kiroho huwa dhaifu kiroho. Kama ambavyo mwili unahitaji chakula kila siku, kadhalika roho nayo inahitaji mafunuo ya neno la Mungu kila siku. Tarudia. Kadhalika kama vile ambavyo mwili wa mwanadamu, mwili wako unahitaji chakula cha mwilini kila siku, kadhalika ndivyo roho yako inahitaji mafunuo ya neno la Mungu au mafunuo ya Mungu. Maana nikisema mafunuo ya Mungu tayari unaongelea kwenye neno la Mungu kila siku.
na lile neno mafunuo unaweza kuweka koma, maongozi. Yote ni hiyo hiyo. Unahitaji, roho yako inahitaji maongozi, koma, mafunuo ya Mungu, koma, kila siku. Pokea neema katika jina every day, kwa sababu na Yesu alituambia hivi, kila siku ina changamoto zake. Halo. Leo unaweza ukamaliza vizuri kwa sababu sasa leo umepata leo kuna kesho. Kesho Yesu alisema huyajui ya nini? Huyajui ya kesho. Si ndio Biblia inasema hivyo? Yatosha maovu ya siku. That's why tunahitaji neno la Mungu au maongozi ya Mungu au mafunuo ya Mungu kila siku. Pokea neema katika jina la Yesu. That's why you need. Kwa hiyo kitendo cha pili unachohitaji kufanya kama wanafunzi wa Yesu ni kujenga mfumo wa kula neno la Mungu kila siku. Hatua ya kwanza hatua ya kwanza, step 1. Hatua ya kwanza katika kufanya hii. Step 1, hatua ya kwanza katika kufanya hii. Create daily scripture time. Tengeneza muda wa kusoma Biblia kila siku. Kila mwanafunzi anayetaka kuwa mwanafunzi wa Yesu lazima utenge muda wa kusoma Biblia kila siku. Kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 8. Yoshua sura ya 1 mstari wa 8. Anasemaje? Tenga muda wa kusoma Biblia kila siku. Unatenga muda wewe mwenyewe, mwanafunzi wa Yesu. Soma usiku, kusoma asubuhi, kusoma. Tenga muda, lakini isipite siku hujasoma Biblia. Yoshua 1:8. Yoshua sura ya 1 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuyaangalia, kuyatenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Basi si ndio? Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Wow. Haleluya. Amen. Haleluya. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Sasa kumbuka, jana tuliongea kitu kimoja kinaitwa nini? Kama mnakumbuka, kinachohusiana na kutafakari, meditation, si ndio? Maana nyingine anakuambia lazima kwenye huo muda wako wa kusoma ni kusoma na kufanyaje? Na kutafakari. Lazima uwe na muda wa kutafakari neno la Mungu kila siku. Anasema kitabu mwako, bali yatafakari maneno yake. Unatafakari nini? Maneno yake. Unatafuta kuelewa, unatafuta kuyafahamu, unatafuta kujua, unatafuta ufunuo. Haleluya. Yatafakari maneno yake mchana na usiku. Bwana asifiwe sana. Upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Ukishaelewa, tafuta kutenda hicho ambacho umefanyaje? Umekielewa. Ndipo sasa sema ndipo utakapo sitawi sana. Anasema ndipo utakapoifanikisha njia yako, na ndipo utakapo sitawi sana. Nataka kufanikiwa. Halo. Nataka kufanikisha mambo yako. Unataka ufanikiwe kwenye njia yako. Jibu ni nini? Jibu ni nini? Vipi? Yaani neno la Mungu vipi sasa? Yaani maana hapo umejibu jumla. Neno la Mungu vipi? Jibu ni kutafakari mchana
na usiku, namba 1. Namba 2, kupata kuangalia kutenda sawasawa na hivyo, ndipo utakapoifanikisha njia yako. Namba 2, ndipo utakapositawi sana. Kwa hiyo hakuna kufanikiwa wala hakuna kustawi nje ya neno. Okay, neema kwa jina la Yesu. Kwa tunapowaambiaga njoo ibadani, njoo sikilize, neno la Mungu ni kila kitu. Usifikiri huwa tu tunapenda kuona makeup yako uliyopaka siku hiyo, au gauni mtindo mpya. Naweza na watu chungaji na tutakuwa kamisi muda mrefu. No. Ni kwa faida ili ustawi na kufanikisha njia yako. Pokea neema katika jina la Yesu. Hakuna biashara nyingine, ni hicho tu. Amen. Mchana na usiku. Tengeneza muda, tenga muda. Amen. Kusoma na kutafakari. Sio tu unasoma soma afade tafakari. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu, nini unataka nielewe hapa? Amen. Na nakuja kufundisha ile practicability bisa, jinsi ya kutafakari na kusoma. Ngoja kwanza twende tupige hatua. Tuna mambo mengi sana. Muda wenyewe ndio huu sasa hivi, bado dakika 1. Hatua ya pili. Read with understanding. Soma kwa ufahamu. Yaani soma, read with understanding. Soma pamoja na ufahamu. Yaani soma kwa ufahamu. Soma kufahamu. Nafikiri niseme soma ili ufahamu. Usisome tu ili kukalili, usisome tu, soma kwa namna ya kutaka kufahamu. Read with understanding. Hiyo ni hatua ya pili, step namba 2 ya kujenga mfumo wa kula neno la Mungu kila siku. Ilisha roho yako neno la Mungu kila siku. Soma kwa ufahamu au soma kwa nia ya kufahamu. Nehemia sura ya 8 mstari wa 8. Nehemia sura ya 8 mstari wa 8. Soma kwa nia ya kufahamu. Utaanza kuelewa. Watu wengi hawasomi kwa nia ya kufahamu, anasoma tu kama. Nehemia sura ya 8 mstari wa 8 anasemaje? Nehemia sura ya 8 mstari wa 8. Nao wakasoma katika kitabu, katika torati ya Mungu, kwa sauti ya kusikia, kwa sauti ya kusikilika, wakaeleza maana yake, hata wakayafahamu yaliyosomwa. Safi kabisa. Yaani andiko limenyooka, alihitaji hata ufafanuzi. Haleluya. Ndiko sawa. Hebu soma tena. Soma tena binti yangu. Nao wakasoma. Nao wakafanyaje? Wakasoma. Kwa lazima usome. Shika bega jana kwambie soma Biblia. Soma. So unafika unaanza kumauma mdomo. Soma. Katika kitabu. Katika nini? Kitabu. Kwa lazima uwe na nini? Kitabu. Na kitabu. Biblia gombo hichi. Haleluya. Amen. Katika torati ya Mungu. Katika torati ya Mungu manake maandiko. Kipindi kile ni torati. Leo tuna kwa sauti ya kusikilika. Anatupa kanuni mojawapo ya kusoma Biblia. Biblia huwa tunasoma kwa nini? Kwa sauti. Amen. Wakaeleza maana yake, hata wakayafahamu yaliyosomwa. Walisoma kwa sauti. Kwa hiyo wakati wanasoma, ngoja nikupe sasa siri. Wakati unasoma kwa nia ya kutaka kuelewa na kufahamu, huwa Roho wa Mungu, haleluya, huwa anaingiaga kazini bila wewe kujua. Anaanza kukupa uelewa. Wewe huyo, mwambie jana yako wewe huyo. Na kitu. Huyo tu unavyojiona hivyo. Ukianza kuwa na nidhamu ya kusoma tu, utaanza kujishangaa, unaanza kuelewa. Kwa nini? Kwa sababu Roho wa Mungu anaitwa ni mwalimu, na Yesu alisema huyu atawafundisha. Kuna namna utafundishwa na utaanza kuelewa hicho unachokisoma. Kwa wakaelewa.
wakaelewa maana yake, wakayafahamu yaliyosomwa, na wakaanza kuyafahamu. They got understanding, wakapata vya kusimamia kutokana na yale walioyafahamu. Haleluya! Neno la Mungu ili ujue umelisoma na umefahamu na umeelewa, ni lazima utoke na kitu cha kufanyaje, cha kutenda au cha kusimamia. Hapo ndio unakuwa umenufaika na neno la nani? La Mungu. Lakini kama tu unasoma tu alafu umejaza tu maarifa na huna chochote cha kusimamia ambacho umekipata cha kusaidia kuongeza maisha yako, bado hujafanyaje, hukuelewa chochote. They got understanding, walipata kitu cha kufanyaje, cha kusimamia. Umwambia jana yako, kuelewa tu maandiko haitoshi, ila kupata cha kufanyia kazi au cha kutendea kazi. Okay, neema katika jina la Yesu. Haleluya. Read with understanding. Huko ndiko kusoma ili kufahamu au kusoma ili kuelewa. Hatua ya 3, step number 3. Store scripture within your heart. Store scripture within your heart. Kiswahili, hifadhi andiko moyoni mwako. Hatua ya msingi kabisa. Mwanafunzi wa Yesu huyu anataka kuwa mwanafunzi wa Yesu, anza kuweka nini? Sema hifadhi, weka maandiko au andiko moyoni mwako. Na hii inaanza unaanza pia kwa kukariri maandiko. Kwa na maandiko ambayo unaweza ukataja bila kusoma, si ndio? Unaanza kukariri. Baadaye ukishakariri, ukishaanza kulitafakari, linaenda wapi? Moyoni. Kwa unaanza kukuta sasa linatoka kwenye akili, likisha fafanuka. Neno la Mungu aliingia moyoni kabla halijafanyaje? Halijafafanuka, halijafunuliwa, halijaeleweka. Litakaa hapa kwanza, litakuwa bado ni logos, ni andiko. Amen. Ndio maana maandiko yote huwa yanaishiaga wapi? Ndio maana walimu wote wanaofundisha neno la Mungu kiakili tu, kitheolojia tu, huwa wanalisha nini? Akili. Ndio kutoka kwenye makanisa ya dini, watu ni wajuzi wa neno la Mungu, logos, akilini, kwa wanaweza maandiko, wanaweza wakafanya hivi, lakini hakuna kinachoenda kwenye nini? Kwenye moyo. Kwa sababu kinachoenda kwenye moyo ni yale mafunuo, rema, kile baada ya kinachozalishwa kutoka kwenye hayo maandiko, kile ambacho mtu amefunuliwa kutoka kwenye hayo maandiko, amekifahamu kutoka kwenye hayo maandiko, ndicho kinaenda wapi? Moyoni. Kwa sababu ndicho kitakwenda kuanza kuendesha maamuzi, chaguzi na matendo yake. Haleluya. Anza kuweka neno la Mungu wapi? Moyoni. Hapo nimekuelezea namna ya kuliweka neno la Mungu moyoni. Kwanza anza maandiko, unaweka kwenye akili, alafu unapokuwa unatafakari yale maandiko, ni kama unasaga mahindi, baadaye unakuwa nini? Unga, au unakoboa mpunga. Maandiko haya ni kama mpunga. Kwa kupitia meditation, tafakari ya kina, na kwa msaada wa Roho Mtakatifu, anayatoa kutoka kuwa mpunga, yanakuwa nini? Ukiliweka moyoni sasa moyoni kule, baadaye kule sasa anakutana pia na Roho wa Mungu. Amen. Utayari sasa wa kutaka kulifanya unakuwa wali, inakuwa chakula sasa. Kinapotoka moyoni kwenda nje, hiyo ni chakula cha nini sasa? Cha kiroho, kinaweza kikamfaa hata mtu mwingine. Lakini ukitoa tu hapa na kupeleka huku, umepeleka mpunga rafiki yako. Au sikiliza, anakuambia sikiliza, ngoja nikusomee. Yeye mwenyewe hata alimuhusu. Ngoja. Tunagombana. Kwa watu wanagombana mtu na mke wake. Jabala bea, sikiliza. Hivi afu mbona wewe mwanamke sikuelewi? Hebu sikiliza. Anajua tu maandiko ile ya Efeso, enyi wanawake watii.
Maandiko makavu yanatoka tu kwenye mdomo, naye akamwambia imeandikwa pia enyi wanaume wapendeni. Yaani wote walikuwa wanarushiana maandiko kama wote wanapeana mipunga. Lakini angekaa akatoa mpunga ukaingia kwanza ukawa mchele moyoni mwake, angekosa hata nguvu ya kwenda kumrushia maandiko. Sasa hivi mimi napenda kweli. Ana kabla sijadai heshima mimi napenda. Bora tabia za hivi hapa. Hii ngoja nisipeleke kwa sababu haitanirudia tu. Haleluya. Pigia Yesu makofi. That's how it is. It has to be like that. Weka neno moyoni mwako. Zaburi ya 119 mstari wa 11. Zaburi ya 119 mstari wa 11 anasema nisema hii ukaisome yote. Sasa hivi tu nasomea mstari lakini kasome yote kwa sababu unahitaji neno la Mungu la kutosha. Na wewe ukisoma Biblia usisome kama mhubiri, unaenda tu unatafuta kama mstari kamoja. Wewe ukianza nini upiga sura. Haleluya. Acha kusoma kama mhubiri na unaenda ukisoma tu mstari tu ni kwa ajili ya kurefine ili uelewe mwalimu alisema nini. Ila kwa lengo la kuweka akiba ya neno la Mungu, kula gombo. Amen. Amen. Soma hizo sura, acha kutafuta vimistari tu. Utakuwa. Zaburi ya 119 mstari wa 11. Anasema neno la Mungu linasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Maana yake tayari hiyo ni rema, ni mafunuo, ni kweli ya Mungu iko ndani ya moyo wake. Kaelewa. Moyoni tunaweka kile ambacho tumekwisha kielewa, ndio kinakaa moyoni. Maanake tayari kitatufaa kwenye nini? Maamuzi na maisha yetu. Hicho kinakaa moyoni. Haleluya. Tuweke moyoni vitu hujavielewa. Mtu mmoja akasema mtu aliyetaka nimpe akili mimi nikampa moyo. Shida sasa. Haleluya. Mwambie jirani yako usitoe moyo kawaida. Sasa nyinyi wote mmeshavuka. Mabinti hasa ndio moyo. Haleluya. Utapata shida wewe hizi. Jamani nimeumizwa. Umetoa moyo mahali ambapo utakiwa tu utoe hela labda huko. Peleka moyo. Watu wanalinda moyo, wewe unakimbiza moyo. Jamani yani kajaa kwenye moyo wangu, kajaa umejaza takataka kwenye subiri sasa wautimbe moyo. Na moyo ndio huo sasa. Hauna spare. Ni mpaka Mungu aingilie kwa neno lake aponye. Moyoni tunaweka nini? Neno la Mungu. Piga makofi. Moyoni tunaweka neno. Unaweka mtu. Matatizo gani? Hii haijalishi. Haleluya. Hata kama ni mume ni mke atuweki kwenye moyo tafadhali. Amepona. Mtapona. Kule anakaa Mungu. Anakaa neno la Mungu. Sasa unataka kutaka msaada, wakati wa msaada anatoka mtu. Mtu mwenyewe anakukela Januari mpaka Disemba. Yaani ndio shida zinarundikana tatu. Sasa baadaye litoke neno anatoka mtu. Tena mtu mwenyewe hana hata msaada. Akitoka mtu unachokumbushwa ni kero tu sasa. Sababu Daudi anasema katika shida yangu nalimuita nani? Naye akafanyaje? Akaniponya. Sasa wewe baadaye atoke Bwana anatoka mtu. Mtu ambaye huyo na yeye ndio chanzo cha matatizo hayo tena. Watoe wote ambao umewaweka kwenye moyo, anza kuweka neno la Mungu kwa jina la Yesu. Hatari kwa kweli. Watu wana shida huku mtaani, anaona anajieleza, yaani unajua unamsikiliza tulia basi uelekezwe. Hapa ndio ulikosea. Wabishi. Naambia endelea na moyo na sweet wako. Utajuana huko. Haleluya. Namba 5. Umeelewa? Ili kuongozwa na neno la Mungu. Hatua ya 5. Ya 4. Okay. Speak God's word. Tamka neno la Mungu. Speak. Hivi neno speak, speech, zungumza au tamka neno la Mungu. Mwanafunzi wa Yesu ambaye anaongozwa na neno la Mungu, ambaye ameamua neno la Mungu liongoze maisha yake, yeye wakati wote anajitahidi kuzungumza neno la Mungu. Situation anazopitia anazitamkia neno la Mungu. Kinywa chake kimejaa neno la Mungu. Yaani utaongea na mtu
Shanga unaweza kuongea na mtu hapa masaa 3, mpendwa, yaani mtaenda huku, mtamsema huyu, mtasema hana hata andiko, hana hata neno linalofyatuka, kwa sababu ndani ya moyo wako yaani ana maneno tu. Hali hatari sana. Maana na kama huko hapa utubu. Kutubu sio kwenda kupiga magoti na kulia Baba nisamehe. Kutubu maana yake anza kuweka neno la Mungu moyoni. Huko ndo kutubu. Sasa Baba, mimi ni mzambi, unajua mimi ni mtupu kabisa. Utaondoka hapo na toba na udabaki mtupu hivyo hivyo. Haleluya. Maana dini zina matatizo. Nakwambia nenda kalie mbele za Mungu. Sasa ukisha nikalia mbele za Mungu, nikalia. Sasa ulipolia afu uliponyamaza ndo umechukua hatua gani sasa? Mnanicheka au mnafurahia? Maana nisije Speak God's word. Zungumza neno la Mungu. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Warumi 10:17. Maneno malaisi mazuri, yani safi kabisa. Anasema, hebu soma tena kwa basi imani chanzo chake ni kusikia. Haleluya. Imani ina chanzo. Imani huwa kuna mahali inatokea. Imani huwa kuna mahali inazalishwa. Chanzo ni kule ambacho ni kinachozalisha. Amen. Na anasema imani chanzo chake ni kusikia. Imani chanzo chake ni nini? Ni kusikia. Kuelewa. Na tafsiri kusikia. Kuna tofauti kati ya kusikia na kusikiliza. Kusikia ni kuelewa na kufanya ulichokisikia au ulichokielewa. Imani chanzo chake ni kusikia. Ngoja nisogee mbele. Nataka nikufunulia hapo kitu fulani. Anasema basi imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Huko kusikia sasa huwa kuna kuja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo neno la Kristo, nisikilize. Leo nitakufundisha kitu fulani hapa kitakusaidia. Watu wengi wao wanafikiri imani chanzo chake ni kusikia neno la Kristo. Biblia inasema hivi, imani huja, si ndio? Na chanzo chake, ngoja nisome hapa. Imani chanzo chake ni kusikia. Kwa hiyo unasikia, si ndio? Na kusikia huja kwa neno la nani? La Kristo. Kwa neno la Kristo ndilo linaleta kusikia. Elewa, nisikilize vizuri. Neno la Mungu au neno la Kristo ndilo limebeba nguvu ya kusikia. Uwezo wa kusikia uko ndani ya neno la nani? La Mungu. Nisikilize, utanufaika wewe kuliko wote ambao wako saizi wanatafuta shilingi 10,000. Wewe utanufaika kwa uelewa huu na utachomoka mahali fulani. Uwezo wa kusikia uko ndani ya neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu linapokuja ndani ya mtu au mtu anapoliruhusu neno la Mungu, haleluya,
linamfungua masikio yake ya roho. Kwa hiyo anaweza kusikia katika roho, anaweza kumsikia Mungu. Wakati anatafakari neno la Mungu, uwezo wake wa kusikia pia unaongezeka na kufunguka. Pokea neema katika jina la Yesu. That's the meaning. Ndiyo maana bila neno la Mungu hakuna kufanyaje? Kusikia. Sasa nisikize, na hii ni true. Kafanya utafiti. Utakapokuwa kesho umeanza, najua unaenda kutendea kazi, utakapokuwa umeanza sasa, wakati unasoma na kutafakari neno la Mungu, utaprove hichi ninachokwambia. Kuna baadhi ya vitu utaanza kuvisikia au utaanza kuvielewa. Yaani wakati unasoma Biblia, Roho wa Mungu ataanza kukuelewesha vitu vingine vya nyuma, vya zamani ambavyo vilikuwa vimekushinda, umeviweka hata uvielewe. Utaanza kuvielewa. Maana yake utaanza kusikia. Kuna mambo mengi Mungu anataka atupe. Mfano, huu ni mwaka wetu wa kuinuliwa. Lakini kuinuliwa, kuna vitu tunahitaji kuvielewa, kuna vitu tunahitaji kuvisikia au kuvielewa. Lakini wengi hawajaelewa au hawajasikia kwa sababu bado ushirika wao binafsi na neno la Mungu uko wapi? Uko chini. Hawana muda wa kutafakari neno la Mungu. Na kwa sababu hiyo, hata kama watakuwepo mahali ambapo neno linasemwa, kwa sababu hawana ushirika wa karibu katika kina cha tafakari, bado vile wanavyovisikia juu juu haviwasaidii kuweza kupata uwezo wa kusikia au kuelewa yale ambayo Mungu anayo kwa ajili yao. Pokea neema ya kuongeza ushirika na neno la Mungu katika jina la Yesu. Unafikiri kwa nini tunahitajika sana kusikia neno la Mungu? Alafu kumbuka, anasema imani, nisikilize na nitakufundisha kitu fulani powerful. Imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Unayo mambo unataka kuyafanya. Haleluya. Hayo mambo yanahitaji nini? Imani. Ni lazima kila anayemwendea Mungu awe na imani. Lazima uwe na imani. Kwa nani? Kwa Mungu. Bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na kama ni unamtegemea Mungu, manake hata kupata msaada wa Mungu kufanikisha mambo itakuwa ngumu. Pasipo nini? Imani. Sio kama naeleweka. So, ili uwe na imani, na ili imani yako iendelee kuwa hai, si imani inakufa kwa mujibu wa Biblia. Yakobo si anatuambia hivyo? Imani sio na matendo mekufa. Kwa ili imani ya mtu iendelee kuwa hai, ni lazima aendelee kusikia. Haleluya. Yaani mfano, umesikia kwamba nataka kufanya jambo fulani. Ndani ya roho umejiridhisha kabisa Mungu ananiongoza kufanya kitu fulani, au nasikia kufanya kitu fulani. Kila mtu anayefanya kitu chochote, anayeanza kitu chochote, kilianza na nini? Kilianza na nini? Na kusikia. Haleluya. Sio kama naelewa. Alianza na kusikia. Nasikia nifanye biashara fulani, nasikia nifungue kitu fulani. Nasikia msukumo wa ndani. Alianza na kusikia. Amina. Ndio hata akachukua nini? Hatua za awali. Lakini sasa wengi huwa akishasikia pale anafikiri imetosha. Bado inahitajika nini? Imani yake. Kuna imani ya kuanzisha, inahitajika imani kwenye kuendeleza, kwenye kukuza, kuendeleza, kutunza, kote inahitajika imani. Na kwa sababu inahitajika imani, maana yake bado anahitajika kufanyaje? Kuendelea kufanyaje? Kusikia. Endelea. Usikate tamaa. Ule uhakika uendelee kufanyaje? Kuwepo. Adui kupitia mashaka, kupitia na hivi zinapokuja kupiga, bado kwa sababu anaendelea kusikia, imani yake inaendelea kuwa imara. Sasa imani
chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo huyu mtu ni lazima awe na ushirika na neno la Mungu kwa kulisikia na kulitafakari na kulisoma kila siku, ili aendelee kusikia na ili imani yake endelee kuwa imara, ili aje aone matokeo ya hicho kitu anachomwamini Mungu. Pokea neema katika jina la Yesu. Sasa wale ambao wanasikia neno la Mungu siku akipata nafasi nafikiri mnajua watakuwa kwenye kundi gani. Siku ana mambo mengi, lakini ana mlolongo wa matarajio na mategemeo kwa nani? Haleluya. It's faith ndio inayozalisha, na imani inashikwa na imani inashikwa na kusikia. Kama hivi unavyosikia, imani yako inafanyaje? Inaendelea kuimarika kwa Mungu. Haleluya. Pokea neema hiyo katika jina la Yesu. Ndio maana hatuchezi na neno la Mungu, kwa sababu kama unaitaka kesho imani itakufa tu ikikosa, ukipunguza kusikia neno la nani? La Mungu. Ndio maana tafuta kusikia neno la Mungu. Acha kusikia matakataka, yanadhoofisha imani. Watu wengi wanadhoofika kwa sababu Biblia inasema angalieni jinsi mnavyosikia. Tafuta kusikia kile Mungu anasema kwa habari ya kule unakotaka kuwa, au kule unakomwamini, au kule ambavyo alikusemesha. Tafuta kusikia always, na hiyo kusikia huko huja kwa nani? Kwa neno la Kristo tu. So kusikiliza tu hizi mara michapo, mara sio mataarifa ya mabaya, mara sio. Ndio maana watu hawaendi. Wanaanza vizuri, lakini sio wengi wanamaliza vizuri, kwa sababu imani zao huwa zinakuwa attack. Na zinakuwa attack vipi? Kwa sababu hawana nidhamu ya kusikia kunakotokana na kusikiliza na kutafakari neno la Mungu. Bwana akuepushe katika jina la Yesu. Sasa ndipo ndoto za watu zinabakigi hapo. Kwa unapokuja kanisani ndio maana ukija kanisani lazima uwe umesikia kitu. Haleluya. Kwa neno la Mungu linakuja kufanyaje? Kuimarisha imani yako kwa kukufanya uendelee kufanyaje? Kusikia, kwa sababu neno la Mungu siku zote linafaa. Biblia inasema kila neno lenye pumzi ya Mungu linafanyaje? Linafaa kufundisha, kuadibisha, kuimarisha, kuongoza linafaa. Kwa neno la Mungu linakufaa tu, litakufaa tu kwenye hicho chochote ulichokisikia kwa Mungu. Litakufaa, litaimarisha imani yako. Wangapi yaani mafundisho ya wanafunzi wa Yesu. Ndio maana mwanafunzi wa Yesu hapigiwi message kuja ibadani. Hapitiwi kwamba unajua hujanipitia. Unajua na ndio maana Roho Mungu ananiambia fundisha watu. Kwa sababu huu Kristo tu akuhubiriwa Jumapili hauwezi. Haukujengi. Amina. Tamka neno la Mungu kila siku. Sasa ukishakuwa na neno la Mungu, kanuni ni kufanyaje? Ni kulitamka. Silaha yetu kubwa, na nikisema silaha hapa tayari watu washakaa mkao wa kupigana na shetani. Sasa sio niseme ni silaha. Sasa silaha tena. Nafikiri kifaa watu kwa kugombana, alafu wanagombana hata wanaogombana hawajui, watu wagombana. Kugombana. Acha mwambie acha kuanzisha ugomvi usio ujua na unayepigana naye ujui. Nafikiri neno la Mungu nasema ni upanga, si ndio? Upanga sio lazima iwe silaha. Upanga unaweza kutumia kukata miti, kisu na katia nyanya. Lazima tuwe na ufahamu mzuri. Neno la Mungu ndio kifaa, ni kifaa maalum. Haleluya. Katika kuimarisha ushirika wetu na Mungu. Ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni kifaa au ni gia. Napenda kutumia gia. Sababu ya kutufanya tupokee. Ni kupokea?
wa kudhihirisha baraka kutoka kwenye ulimwengu wa roho kuja kwetu, neno la Mungu, sababu inahusika na kujenga nini? Imani. Haleluya! Asija akakutapeli mtu nje ya neno la Mungu, nje ya mtu wa Mungu kutafakari neno la Mungu. Hata kama utapewa kitu, uwezo wa kukitunza hautakuwa nao, kwa sababu pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na vita yote inayoitwa ya kiroho, ngoja sasa, hapa nimekuja na point nyingine. Vita yoyote inayoitwa ya kiroho, kama vita ya kiroho yoyote, ukisikia popote wanataja vita ya kiroho, vita yoyote ya kiroho, vita ya kweli ya kiroho ya Biblia huwa inalenga kwenye imani, kwa sababu mwamini akidhoofishwa kwenye imani amekwisha hakika. Bwana akusaidie. Kwa hiyo chochote kinachoguswa kwenye maisha yako, kama ni gauni umenyoosha likaungua na ndio ulikuwa hujalivaa, kuna zile pasi zile Philips wazi zinaunguza, shangai imeng'ang'ania. Lengo kinachotafutwa sio gauni, inatafutwa imani. Haleluya! Umenunua kikombe kipi hujatumia kikavunjika, inatafutwa imani. Muda wa kuja ibadani anatokea mgeni, na siku ya adui anajua kuna neno lako la kuja kukuimarisha imani yako, anakupa dharura ambazo hazina kichwa wala mguu. Inayowindwa ni nini? Imani. Kuna hatua unatakiwa uifanye ili Mungu afungue mlango fulani, alafu adui anaweka ukakasi. Kinachowindwa sio pesa yako, kinachowindwa ni nini? Imani yako, kwa sababu imani ndiyo inayomlinganisha mwamini na Mungu. Imani ndiyo daraja la mahusiano kati ya mwamini. Imani ndiyo ina join between heaven and earth. Haleluya! Na hiyo imani huja kwa kusikia kunakotokana na neno la nani? La Mungu. Ninakuombea kiu ya neno la Mungu, kiu. Na adui akitaka kukupiga anamwondolea mtu kiu ya neno la Mungu, kama kanisa la leo. Haleluya! Kanisa la leo, sio tu hapa, kanisa la leo halipendi neno la Mungu kabisa. Ukitaka watu wengi uwakere, wewe fundisha neno la Mungu, wanakere. Ukiona mtu unakerwa na neno la Mungu, unahitaji uponyaji. Yaani ni sawasawa mtu akishavamiwa na wadudu wa malaria, anapoteza hamu ya nini? Ya kula. Ukiona una hamu ya kula, wewe sio mzima. Mwambie jirani yako, kama una hamu ya kula best, wewe sio mzima, kapime. Hauko sawa. Cha kwanza kinachokuwa attack kama dalili ya ugonjwa huwa ni kupoteza nini? Hamu ya kula. Au nakosea? Ukiwa mtu kanisani ikisha neno anaboreka, ila kwenye kuruka kule muziki ana dance. Kisha fika neno sasa, miayo inaanza na kwanza. Sasa unajua mchungaji unahubiri muda mrefu, unajua Jumapili ili tupate tuwe wengi, unajua wewe una matatizo. Lakini mziki mnaweza mkapiga, hakunaga hata mmoja anasema mziki huu mzuri, hebu tutaka tusikie. Na mnaweza mkasifu hadi saa 7 hapa. Likija neno ndio watu wanarudi kwenye, najua sasa tuwe na ekipa. Unaanza yani akuwa na busara. Leta hekima hapo, mimi nakusikiliza wewe. Alafu nakuwa nakuangalia mwenendo kwenye maeneo mengi, najua una mgonjwa hapa. Ila sasa kwa sababu kanisa nalo ni kama hospitali. Unajua kanisa huwa ni hospitali. Wanakuja wagonjwa tofauti. Na kuna wengine wanakuwa ni wazima ila wanaanza kuugua. Yaani humu kuna wengine walikuja ni wazima, baada ya muda ameacha na ugua. Kwa hiyo tunaenda nao hivyo hivyo. Na haijalishi hadhi ya mtu. Ugonjwa unaweza ukampiga hata mwenye kitambi. Malaria inaweza kumpiga hata ambaye ana kitambi. Mwenye gari na asiye na gari. Yaani ugonjwa wenyewe Tazama ya kula. Muulize jana kwa wewe vipi? Bado una hamu ya kula kweli? Ukishika Biblia vipi, unajisikiaje? Twende tu kwa uhalisia hapa. Yaani ukishika tu dakika 2 tupo ishaingia kwenye simu kuchat. Bwana Yesu tusaidie. Na adui anapenda ukae hivyo kwa sababu kwenye social media kwa unapewa pipi. Haleluya. Amen. Sukari unalamba, sukari guru. Unajua wale wadudu watumao ukiwapa hata sukari wanaamini wao wamepewa chakula, lakini baada ya muda tutaanza kuona
Yaani unajua wadudu wa tumboni hata ukiwapa tu pipi hivi, ghafla wao signal inayoenda ni kwamba wewe umefanyaje? Umekula. Ngoma itakuja sasa pale unapohitaji nguvu. Pale unataka kukemea ndio kwa jina la shetani. Yaani hata ile kwa jina haiwezekani. Kipindi ndio umetaitiwa. Nguvu hamna. Lakini mbona najisikia niko okay? Ni kweli uko okay, lakini huna nguvu kwa sababu huli. Unataka kukemea vipi? Vinatokaga kweli? Kemea unatoka. Hebu muombe. Mama hebu Bwana asiwe, yani kuna kiuno kimenishika. Ndugu yako wewe sasa kapiga na anakujua wewe huko na kipindi ulipokuwa na nguvu ulikuwa unawashuhudia. Siku hizi sasa ulipoacha kula tu umeacha kusikia imani wewe. Sasa hebu niombe. Unabaki tu haya. Anataka umuombe wewe unamuelekeza kwa madaktari. Unajua kuna daktari nimeambiwa yuko ombea kwanza, niombe. Nguvu ya kuomba huna. Sababu spiritually you are weak. Kwa nini? Huli neno la nini? La Mungu, na okota tu vile vikripu vya Instagram vile vya kimepita umeruka utafuta kingine tena. Umeruka unajua roho inakwambia umeshiba kilo. Hujashiba. Utakiwa ukae ule gombo la nini? La chuo. Ndio wengi wanaishi kwa hivyo. Mwisho wa siku hakuna anacho, roho yake inakuwa confused, hakuna ilichopata. Hakuna chochote anachoweza akakielezea au akakifafanua hamna, kwa sababu yeye mwenyewe anaokota anabugia. Hivi kweli uchukue kipande cha chipsi? Mhubiri mwingine na ile ni kipande cha muhogo. Mwingine kipande cha popcorn. Mwingine naye ni kipande cha mua. Kipande cha yai la kuchemsha. Bana unavyookota vile vikripu vile ndio hivyo vipande. Yaani kanisani hujaenda hapo ila adui akwambia unajua siku hizi Mungu ni popote. Hapa akwambia Mungu yuko mahali popote. Unajua tukienda kanisani tunachelewa sana kutoka, kwani nimeamua tu nitakula mtandaoni. Na adui anaendelea kukulisha tena, anakukusanyia. Shetani alivyo muundi anakuambia kuna na hii hapa, kuna na hichi, kuna hii. Afu baadaye yeye mwenyewe ndo anatangulia nyumbani kwako kwa mume wako. Anaenda sasa anamvuruga. Anakusubiri umetoka kuvuruga, sasa ukija ukuta kimenuka. Ukitaka kuokoa yani unajua sisi tuliookoka unabaki hivi ukitafuta cha yani uko tu. Hapa adui anakuambia tulia hivyo. Unyoshe na adabu wewe. Tunazungusha macho hivi. Nimalize tu sasa naona. Hivi una rekodi tunavyocheka. Haleluya. Halo. Weka neno la Mungu ili wakati unalihitaji lifanyeje? Litoke. Amina. Shangaa mtu anasema baba, Mungu amesema jisaidie nami nitakusaidia. Umeokota mtandaoni, hiyo hakuna andiko hilo. Hakuna kitu kama hicho. Hata baba ulisema kwa jina la Yesu jisaidie nami nitakusaidia. Yaani umeokota kipande cha tena kumpiga shetani na nani? Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno. Sio mitazamo na misemo. Watu misemo tu wanafikiri msemo. Kuna misemo kwenye mitandao wafikiri watu wamesikia misemo mpaka wanafikiri neno la Mungu. Bwana watu. Hatua ya 5. Haleluya. Practice what you learn. Fanyia kazi chochote unachojifunza. Mwanafunzi wa Yesu anatafuta kufanyia kazi. Na ngoja nikwambie hapo sasa ndipo fanyia kazi. Hata pale kwenye kitabu cha Joshua tumesoma pale anasema upate kutenda sawasawa na yote uliojifunza. Fanyia kazi ulichojifunza. Practice. Fanyia mazoezi. Anza kidogo kidogo kujizoeza. Neno la Mungu unaanza mazoezi kidogo kidogo.
Ni kama wale watu wanaofanya mazoezi. Kama mtu yote anafanya mazoezi anaelewa hichi kitu. Biblia inasema hapa, anasema practice. Practice maana yake anza kujifanyaje? Kujizoesha. Huwezi kuanza juu kabisa, unaweza unaanza mazoezi kidogo kidogo. Practice what you learn. Anza kutoa zaka kwa mwendelezo, sema sitakata. Ikija tule jaribu la kukata, sema tayari imani yangu itatafutwa. Hapa haitafutwi hela yangu. Hapa nachotafutwa ni imani yangu. Sijui umekuja kuomba, anza kujizoea. Practice. Mwanafunzi ana practice. Mwanafunzi si anayejua tu. Tulisema sio yule anayetafuta information tu. Practice what you learn. Hallelujah. Yakobo sura ya 1 mstari wa 22. Soma. Yakobo sura ya 1 mstari wa 22. Lakini iweni watendaji wa neno, wala sio wasikilizaji tu, si ndio? Kwa ina maana kuna watu wa aina mbili makanisani. Kuna kundi la kwanza ni la wasikilizaji. Wao wanakuja kusikia neno la Mungu. Na hao ndio waga mafunda leo mahubiri, upako sio mwingi sana. Yaani wao kazi ni kuasesi. Utafikiri walisaidia kufunga na kuomba. Nikikuja kukugundua unapima upako, takutoa pepo, kwa sababu hao ndo haandiki, hana nini, nasikia unajua naboreka siku hizi. Utachache kuboreka wewe na maisha hayo. Wasikilizaji. Chochote ambacho hauko ready, hauko willing. Na tumesema unaposikia au kusoma neno la Mungu, soma kwa nia ya kufanyaje? Kutaka kufahamu ili ufanye. Na kuna kundi la pili la watendaji. Wanafunzi wa Yesu wanaoongozwa na neno la Mungu. Hiyo ndio pointi kubwa kule. Huwa wanatafuta kutenda wanachokifahamu. Anasema iweni watendaji wa neno, sio wasikilizaji, hali mkijidanganya nafsini mwenu. Nisikilize. Udanganyifu mkubwa ambao shetani anautumia kwa watu makanisani ni kuwafanya wafahamu vitu, lakini wasiwe tayari kufanyaje? Kuvifanya. Na Yesu alisema heri yale mnayoyasikia, lakini heri mkifanyaje? Mkiyafanya. Pokea neema ya kufanya. Na kufanya unaanza exercise kidogo kidogo. Anza kudevelop tabia nzuri. Fanyia mazoezi tabia nzuri. Ondoa tabia mbaya zinazoweza kudhuru ushirika wako na nani? Na Mungu. Practice. Na wanasema practice makes perfect, si ndio? Hilo sio Biblia. Kwamba mazoezi kidogo unakosea, baadaye mwisho unafanyaje? Neema ya Mungu nayo inaingilia. Kwa lazima uchukue hatua kufanya. Amina. Hallelujah. But prove yourself doers of the word, actively and continually obeying God's precept. Actively, yani uwe active. Kuwa active maana yake ni kuact. Mtu aliye active ni mtu anaye act, anayechukua hatua, anayefanya anachopaswa kufanya. Huyo ni active. Be active kwa jina la Yesu. Alafu kasema neno lingine Kiingereza hapo, active and continually obeying, na kwa mwendelezo. Sababu kuna shida nyingine, unakuta mtu anachukua hatua mara moja, mara mbili, ya tatu anaruka, ya nne anaruka, ya tatu. Siku mchuzi umechangamka sasa, anakuja tena ya sita. Uone kama ni katikati ya mwaka, hiyo ni Juni. Yaani mfano alichangamka kwa sababu mwezi wa kwanza pale ulikuwa na matamko ya mwezi wa 12. Tunainuka, tunainuliwa. Kwa sasa bado ana ule mvuke ule
Kwa pale atafanya pale, kama ni tuzaka atatoa hapo, bado anakaa. Ukisha mwezi wa pili pale ada zimeanza pale. Na shetani anajuaga. Shetani ana akili. Mwambie hivyo, shetani ana akili. Kwani unafikiria? Haleluya. Anasubiri sasa, anajua huyu ni mbio za nini? Hizi ni mbio za panya. Huwa zinaishia kwenye ukingo mwingine wa nini? Wa ukuta. Hilo sio fungu lako kwa jina Yesu. Wasubiri mwezi wa pili. Akija pale sasa ndo akili inaanza sasa, ile akili mnemba. Akili mnemba. Kama nawaona anapanga. Kama ni mke na mume unaona kabisa baba anakunja, mama anafanya hivi. Jamani hii mwezi wa 3, wa 4, wa 5 kimya. Shetani maliza anafunga vilago vyake, anaona ajua nishamaliza. Wacha waimbe, wacha endelee na mapambio. Wacha tunainuka sasa, wacha washangilie, acha nishamaliza. Shamaliza. Hakuna imani hapo. Yaani anachojua hapo hakuna imani. Hapo tu kuna dini, anawaacha na dini tu. Basi. Sasa nitakutana nao mwezi wa 8. Anajua sasa ukichangamka mwezi wa ngapi? Wa 7 ndo umerudi tena. Anajua huyu akija ndo anaanza. Yale unapokuja ndo unaanza. Yale yote ya nyuma yamefanyaje? Yamefutika. Ndo wa hesabu yake. Na hiyo wa 7 anakuacha unaanza tena. Ukitaka kwenda wa 8 uunganishe, anakuja na kusimamia. Kuna kitu tu atakiseti hapo. Utajifanya fanya hivi. Unajua nini? Umetoka. Mwaka unafanyaje? Hakuna cha elevation wala hakuna cha nini. Hilo sio fungu lako kwa jina la Yesu. Maana sasa tukutane mwaka ujao. Ndio maisha watu. Nabaki tu ni maandiko makavu. Baba, nisema baba, neno lako. Anasema sawa kabisa neno lako. Na wewe. Hilo sio fungu lako katika jina. Practice what you learn. Haleluya. Ukikubali na kutii, utakula mema ya nchi. Sio rahisi. Kutembea na Mungu, nakumbusha namalizia, ni sacrificial. Ndio Biblia inasema, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu yenye kupendeza, ndiyo ibada yenu yenye maana. Kwa hiyo niliwaambia kiungo muhimu cha ushirika wa mtu na Mungu, yani kinachofanya Mungu awe ushirika uwe hai kati ya mtu na Mungu ni dhabihu. Haleluya. Na dhabihu ya kwanza ni nini? Ni mwili. Maana yake unaishi huku kwa habari ya maisha ya mwili na kwa habari ya mambo yako umefanyaje? Ni kama umekufa. Ya mambo ya Mungu yanakuwa kwanza. Haleluya. Hiyo ni dhabihu. Kuweka mambo ya Mungu kwanza ni nini? Ni dhabihu mpendwa. Haitakuja eti kwa sababu nafasi ipo. Ni dhabihu. Na ili uone Mungu ni lazima iwe dhabihu. Umebanana. Lakini unasema no, mwanafunzi wa Yesu hafanyi kwa sababu anaruhusiwa. Anafanya kwa sababu inampasa. Imenipasa, tena ni nini? Ni haki, si ndio? Tunafanya. Tuko hapa kwa sababu, sio kwa sababu hatuna vitu vya kufanya. Tuko hapa kwa sababu imetupasa. Tunayo mambo ya kufanya. Na yanaeleweka kabisa, hata ukimwambia mtu anakuelewa kabisa kwamba ni kweli kabisa. Ndio maana sikuja mchungaji. Unajua nilikuwa hata ambao hawapo hapa kija anaoloza, namsikiliza kwa sababu ni vizuri kumsikiliza mtu. Ndio mchungaji nilikuwa na hichi na hichi, unamsikiliza. Sawa kabisa. Kwa kweli Bwana akuwezeshe kabisa. Haleluya. Yana maana kabisa. Haleluya. Yana nini? Lakini inahitajika nini? Dhabihu. Yamkini ilikuwa inahitajika dhabihu. Inahitajika kuacha kitu ili upate kitu. Huo ndio utaratibu. Inahitajika kutoa. Sema, kutoa ili upokee kitu. Amina. Pigia Yesu makofi. Kwa leo tunaishia hapo. Amen. Simama kwa miguu yako. Nataka tuombe dakika moja.